ya miaka mitano tutakuwa tunafanya uchaguzi mkuu. Lakini uchaguzi unafanyika kwa kupitia katika kura, sanduku la kura. Uchaguzi au kura yako ndio inayohitajika kuweza kufanya mabadiliko na kuleta maendeleo ya kweli katika nchi hii. Kuna watu wako magerezani, wengine wamefungwa kwa dhulma kwa utawala huu wa Chama cha Mapinduzi. Mategemeo yao ni kuweza kuisimika serikali itakayoweza kusimamia haki ili waweze kusimamiwa katika haki zao na hatimaye waweze kutoka madarakani, waweze kutoka magerezani. Inategemea uwepo wa kura yako. Lakini leo kuna watu wagonjwa wako hospitalini, wako katika mazingira magumu ya matibabu, hakuna dawa, kutokana na serikali ya Chama cha Mapinduzi kushindwa kuparticipate katika utawala wake, kutokuwa na utawala bora. Maana yake hawa waliokuwa kwa ICU wanategemea wewe Mtanzania wa kawaida uweze kuwapelekea viongozi watakaokuwa na huruma na hatimaye waweze kutizamwa katika matibabu yao na warejee katika hali ya kawaida katika uraia. Hii ni thamani ya kura yako. Lakini kuna watoto wadogo ambao wanakosa matibabu, hawana uwezo wa kupiga kura, wanategemea kura yako wewe, wanategemea uchaguzi utakaofanya wewe uweze kuwanufaisha wao. Lakini haya yote tunayozungumza, Chama cha Mapinduzi kimeondoa thamani na kimeondoa uwezekano wa wananchi kuwaweka viongozi wanaowataka wao, isipokuwa sasa hivi uchaguzi unapofanyika ni wao CCM kile wanachotaka kiwe ndio kinakuwa, pasi ya kuangalia utashi wa wananchi. Na ndio maana kwa sababu uongozi wa madarakani waliokuwepo wao haukusababishwa na kura zenu, wana uwezo wa kufanya chochote pasi ya kuogopa nyie, kwa sababu nyinyi hamkuwaweka. Leo serikali imepitisha sheria ya mafao ya wastaafu. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wamepitisha sheria ya mafao ya wastaafu, ambayo mafao haya ukisoma unajiuliza, hivi hawa wabunge waliokwenda kule bungeni wako sawa sawa au wana matatizo katika malezi yao? Mbunge ameongezewa mshahara takriban milioni 18, sio tatizo. Lakini mbunge huyu akikaa katika kikao kimoja analipwa posho isiyopungua shilingi 500,000. Mbunge amepewa access ya kukopa pesa mpaka milioni 500 pasi ya kuweka dhamana yoyote isipokuwa ubunge wake. Lakini mbunge anapoingia bungeni anapewa bima ya VIP, very important person, bima ya kwenda kutibiwa katika hospitali zenye akili, sio hospitali zetu za kienda wazimu. Mbunge anatibiwa katika hospitali yenye akili. Lakini zaidi ya yote, wakisha staafu mbunge anapewa milioni 250 on cash. Anastaafu leo, anatoka nje anapewa pesa yake on cash. Lakini katika jamii yetu ya watu maskini tuna mapolisi. Mapolisi nyinyi mnashirikiana sana na Chama cha Mapinduzi katika uibaji wa kura na kutuhujumu sisi wapinzani. Lakini nyinyi katika hali ya kimaisha ni wavimba macho wenzetu, ni masikini wenzetu. Mimi nina askari pale nyumbani kwangu na kiduka, anapenda kuja kukopa kila siku, anaambia nitakulipa mwisho wa mwezi. Sasa kumwambia mimi kwamba wewe bwana nayo mnatuibiaga kura, naogopa kwa sababu ndio siwezi. Lakini akipata ujumbe huu, ile mwanzo na mwisho vile vile kuja kukopa kwa sababu mnatupiga. Alafu upigaji wenu basi hamna nidhamu. Sisi tunawatetea nyie. Kama imefikia pahala kazi zenu ni lazima mtupige, basi mtupige kistaa. Kwamba unachukua unanigonga wewe, hebu kimbia bwana, acha ubwege utakufa. Mimi nikimbie, wewe rungu unanianzia nyuma na mnaika tuna ugomvi wakati sisi tunakutetea nyie. Na mkisha staafu inafikia pahala mnakatwa makato. Mnajua kuna vikokotoo. Wabunge wa CCM wao vikokotoo hakuna. Sisi ndio wanyonge wenzenu. Na kwa haya mnayotufanyia ndio maana imefikia pahala mimi nasema hadharani, mtoto wangu kwa sheria hii na utawala huu, kama anakuja anafaulu anapata kazi ya upolisi, na muachia laana. Siwezi kukubali mwanangu wa polisi kwa mfumo wa serikali na sheria zilizopo. Sasa sisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunasema kwamba bila ya kufanyika kwa reforms za kweli katika Tanzania hii, uchaguzi hauwezekani.
Na chama mbadala kinachoweza kuleta mabadiliko ya kweli katika Tanzania ni chama dume, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Ndugu zangu, mkutano wa leo si mkutano wa kwangu. Siku nyingine tutakuja kupanga, tuje tupige mawe. Pause. Asante kwa kunisikiliza.